Hujambo rafiki mpendwa mtazamaji na msikilizaji wa Theology TV, tunafurahi mara tena kwa pamoja na wewe saa huu kwa ajili ya kujifunza neno la Mungu kupitia lesoni ya shule ya Sabato, mwongozo wa kujifunza Biblia. Tuko kwenye robo ya pili mwaka 2025 inayozungumzia jinsi ya kuelewa unabii, na somo hili ni la tatu linalozungumzia métaphore du mariage. Métaphore du mariage. Leo Jumanne tunazungumzia mke kahaba wa Hosea. Mke kahaba wa Hosea. Mpendwa, nikuulize tu swali. Nani kati yetu yuko tayari kumuoa ama kufunga harusi na mke ambaye ni kahaba? Nani yuko tayari kuvumilia ukahaba wa mke wake? Ombi la Mungu kwa nabii Hosea linaweza kuwa mojawapo ya kazi ya ajabu zaidi kuwahi kuwepo, kupewa mojawapo wa watumishi wake. Kuoa kahaba kwa kukusudia. Lakini Mungu alikuwa akitumia Hosea ili kutusaidia kuelewa kwa mtazamo wake mwenyewe maumivu ya dhambi na uasi wa mwanadamu. Mungu kwa upendo alikuwa amechagua mke wake ambaye ni Israeli, ambaye alivunja uaminifu wa ndoa tena na tena. Lakini cha kushangaza sana ni kwamba alimtwaa tena na kumrejesha. Hakumwacha kwa sababu ya ukahaba wake. Nitakusihi kulinganisha Hosea 1:2 na Hosea 3:1 na Ufunuo 17:1-2 na Ufunuo 18:1-4. Ukahaba unaotajwa hapa ni upi? Na kanisa la Kikristo linaweza kujifunza masomo gani kutokana na kisa hiki cha Hosea? Ni kwa njia gani kanisa limerudia dhambi ya Agano la Kale? Basi kiongozwa na Roho Mtakatifu, njoo karibuni. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, ikiwa umekuwa mwaminifu pamoja nami unaposoma kitabu cha Hosea na vitabu ambavyo nimevitoa hapo, usome kwenye Hosea 1:2, mwanzo wa neno la Bwana na Hosea. Bwana akamwambia Hosea, nenda ukajichukulie mke wa uasherati na watoto wa uasherati, kwa maana nchi hufanya uasherati ikamwacha. Kuanzia mstari wa kwanza wa sura ya kwanza kitabu cha Hosea, tunaweza kuelewa ya kwamba Mungu anaweka wazi kwamba amri aliyopewa Hosea ya kuenda kumwoa Gomeri ambaye ni mzinifu, muasherati, ambaye alikuwa amejifanya kahaba na kuacha mumewe, ilikuwa ni ishara ya uhusiano kati ya Mungu na Israeli. Ndio, kati ya Mungu na taifa lake na wanawake, kulingana na Hosea 1:2. Na ukahaba unaozungumziwa hapa, watu wengi wanasema haiwezekani mtu wa Mungu kuoa mkahaba, ndio haistahili, lakini Mungu alitoa hiyo na ilikuwa ni halisi ili kwamba tupate kuelewa mambo fulani fulani. Mara nyingi Mungu kama bwana harusi na kanisa kama bibi harusi, mara nyingi sisi kama bibi harusi tunakuwa waasi. Hosea alitumia mbinu mbalimbali ili kurudisha upendo wa mke wake. Kwa sababu leo mke alikuwa anazini, Hosea anaenda kumchukua. Kesho anazini, anaenda kumchukua. Kesho yake, siku baada ya siku, mpaka Hosea anachoka, moyo ni mnofu. Wale ambao wamefunga harusi ndio wanaweza, ambao wakati fulani mke ama mume amemcheat, yanaweza kuelewa uzito wa mke wako kufanya uzinifu. Ndio mke wangu hajawahi. Lakini kwa wale ambao wamepata, sijui nitasema neema ama wamepitia hiyo experience, wanaweza kuelewa somo hili kwa undani zaidi. Hivi najiuliza, inaweza kuwaje kwangu nikaona mke wangu amenicheat? Lakini hapa upendo, Hosea alitumia mbinu mbalimbali ili kumrudisha na kurudisha upendo wa mke wake. Na kwa kuwa hakuna njia yote kati ya hizi iliyofanikiwa, aliazimika kumlipa fidia. Bila shaka mpendwa, kanisa ama taifa la Mungu mara nyingi limezini, limeenda kinyume na mapenzi ya Mungu, limefanya chochote kinachokuwa kinyume na mapenzi ya Mungu, ndio tunaita uzinifu wa kiroho. Kwa bahati mbaya, kanisa lilifuata njia ile ile iliyopotoka kama Israeli. Lakini upendo wa Mungu haukubadilika. Kulingana na Hosea 11, bado anaendelea kutusihi tuache huo ukahaba. Anatusihi tumrudilie. Huyo ni Mungu wetu, anapenda tuachane na hiyo njia mbaya na tumrudilie. Hapa mwandishi anasema, tunapoona kilio cha mwisho kwa jamii ya mwanadamu kuwaita watu wa Mungu kutoka Babeli, inafaa kuona kwamba anawaita watu wake wenyewe na si wageni. Anawajua kwa karibu, anawapenda, na kadiri
dunia inapoelekea saa yake mbaya zaidi, bado analipa bei ya ukombozi ambayo alilipa ili kutununua tena kwa damu yake mwenyewe. Msalaba wa Kristo, zaidi ya kitu kingine chochote, unapaswa kutuonyesha jinsi Bwana anavyotaka kuwaokoa watu wake wakaidi. Mungu akubariki, ukubali wito wa Yesu wa kutoka katika Babeli na upate kufunga naye harusi. Achana na njia ya ukahaba ya kufanya mabaya yasiyo stahili. Baba, kama mke wako amekucheat, je, uko tayari kumsamehe? Mme, uko tayari kumsamehe mke wako? Na mke, uko tayari kumsamehe mme? Mungu atusaidie tumrudilie hakika, ili akija mara ya pili tupate kumlaki hewani. Jibia hapa, ni njia zipi leo ambazo kanisa lolote, hata letu wenyewe, linaweza kuwa linafanya uasherati wa kiroho, na ni upi? Weka hapa kwenye comment. Mungu tusaidie kuachana na njia mbaya, tukufuate katika jina la Yesu Kristo, amina.